Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa Mungu tena. Siku ya leo tunakwenda kujibu maswali ya wasikilizaji wetu ambayo yametumwa kwetu. Bila kupoteza muda, ninaanza na swali la ndugu yetu anaitwa Yandolela au Lucas Yandolela. Ameuliza hivi: uvalishwaji wa taji mbalimbali, utafanyika lini? Je, ni taji za kiroho kama vile unyakuo na mbinguni? Ndivyo ameuliza swali. Uvalishwaji wa taji. Ipo shida ya lugha. Kuna masomo tunafundisha pia kuijua lugha ya Mungu. Ipo shida katika lugha. Watu wamefundisha kwamba mbinguni kutakuwa na kuvaa taji, kwa sababu wamejenga ile hoja kwamba ni mili hii tuliyonayo ndiyo itakayokwenda mbinguni. Kama vile tunapokwenda kwenye sikukuu na masherehe, watu wanavalishwa mataji kichwani, shingoni. Basi na huko mbinguni kutakuwa na kuvalishwa mataji. Yesu atakuwa anatuvalisha mataji kama wanavyovalishwa, au kuvalishwa tuzo kama vile tunavyoona majeshini, polisi na kadhalika. Watu wanadhani wanafundisha hivyo, lakini ni mawazo mapotofu tu. Biblia inazungumza vitu hivi kwa namna kama tatu hivi nilizoziona. Ukisoma Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 8. Kabla sijasoma, kwanza ijulikane, narudia kusisitiza, sio miili inayokwenda mbinguni kuvalishwa taji. Hilo, usipolifuta hilo wazo, utapata maswali mengi katika Biblia ambayo hutajibiwa, na utaendelea kubishana. Nimesema na kuonyesha maandiko mengi sana juu ya jambo hili kwamba sio miili inayokwenda mbinguni, lakini watu kwa kuwa wamefundishwa vitu vinavyotendeka mbinguni ni vya mwili, wanadhani na mbinguni mwili. Kwanza kusema mbinguni maana yake ni ulimwengu usioonekana, ulimwengu wa kiroho, ambayo mambo yote ni ya kiroho. Unaposema kiroho maana yake bila mwili, bila kitu, ndio maana yake. Katika Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 8 utasoma habari inasema taji ya haki. Taji ya haki. Sasa utavalishwaje hiyo haki? Katika Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 4, Petro ya kwanza sura ya 5, tunasoma taji ya utukufu. Huo utukufu unavalishwaje? Katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10 tunasoma taji ya uzima. Taji ya uzima. Hilo neno la uzima limejirudia mara 2, kwa sababu hata Yakobo 1 mstari wa 12 pia inasema tutavalishwa taji ya uzima. Sasa kuvalishwa taji ya uzima manake nini? Mtapewa au mtapata. Hasemi kuvalishwa. Hiyo kuvalishwa ni sisi, ni maneno yetu sisi. Biblia inasema tutapata taji ya uzima. Atatupa. Tutapata taji ya uzima, tutapata taji ya utukufu, tutapata taji ya haki. Swala la kuvalishwa, hilo neno kuvalishwa linakuja kutokana na akili yetu, kwamba tutavaa, maana tunakuwa na miili. Biblia haisemi kuvaa, inasema tutapata haki, taji ya haki, taji ya utukufu, taji ya uzima. Katika Korintho ya kwanza sura ya 9 tunaona anazungumzia tu taji isiyoharibika.
mstari wa 25, taji isiyoharibika. Kuvaa taji, lugha ya taji inatumia lugha nyingine pia, mshahara. Katika Yohana 4 mstari wa 36 anasema tutapewa mshahara. Huo mshahara ndio taji. Je, tutapewa mshahara kama tunavyopewa kazini, viwandani, maofisini, tunavyolipwa mshahara tukaitumie? Hapana. Unapopata uzima, huo ndio mshahara wako. Baada ya kazi za duniani kwa kipindi cha Ukristo na kumtumikia Mungu, mwisho wa safari yetu unapewa uzima wa milele. Huo uzima ndio mshahara wako. Huo uzima ndio taji yako. Sio kuvalishwa mambo ya kuvaa. Tunawaza, tunasisi, je, utapewa mshahara mbinguni ukafanyie nini? Biblia inatuambia mshahara. Katika Warumi sura ya 6 anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Je, huo mshahara, dhambi, ile mauti yenyewe mtu anayopata kutokana na dhambi zake, anapopewa mauti, ile mauti ndio mshahara wenyewe. Na karama au mshahara wa mtu mwenye haki ni uzima. Ule uzima unapopewa ndio mshahara wenyewe, ndio taji yenyewe. Ndio maana Biblia haisemi mtavalishwa, anasema utapewa taji ya uzima. Taji ya uzima, utapewa uzima. Ule uzima unaopewa wa milele na Bwana ndio taji yako. Unapopewa taji ya utukufu, ule unapata utukufu wa kukaa na Bwana milele, taji ya haki. Watu wanafikiria habari ya kuvaa miili ambayo haitakuwepo. Haya mambo yatazidi kuchanganya watu, lakini ndio lugha ya Biblia. Sina jibu zaidi ya hapo. Kwa hiyo hakuna kuvalishwa taji mbinguni. Swali lingine ni la ndugu yetu Deus Gainyoile. Anasema kuoa wake ni dhambi. Kuoa wake wengi ni dhambi kivipi? Ni dhambi kivipi? Kuoa wake wengi ni dhambi kivipi? Tukirudi katika historia ya Biblia, kuna usemi, nitumie usemi huu kwamba watu wanasema mbwa, kuna usemi wanasema mbwa kumuuma mtu sio story, lakini mtu kumuuma mbwa ndio story, ndio ile zungumzo, kwa sababu sio jambo la kawaida. Katika Biblia tunasoma watu wachache waliooa wake wengi zaidi ya moja, na ndio story ya Biblia. Kwa nini iwe story? Kwa sababu sio jambo la kawaida. Kuna watumishi wa Mungu wengi katika Biblia ambao walioa mke mmoja sawa na Biblia inavyotaka. Sio story, wala hatusomi habari zao. Kuna watu wachache waliooa mke zaidi ya mmoja, kwa sababu sio jambo la kawaida. Ndio story iliyopo ndani ya Biblia. Unasoma habari ya kila Sulemani, unasoma Daudi, unasoma Ibrahim. Na watu wanasema mbona hao watu walikuwa watu wa Mungu? Lakini hawasomi, wanasoma kwamba Ibrahim alikuwa na wake wawili. Mbona alikuwa na wake wawili? Hawasomi mwisho wake ilikuwaje. Matokeo ya kuoa mke wa pili, matokeo yake alikuja huko, hawasomi. Sulemani wanamsifia, mbona Sulemani alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa na wake wengi, mbona? Lakini hawasomi mwisho wa Sulemani, matokeo ya Sulemani ya kuwa na wake wengi ilikuwaje. Unaona? Wanasoma habari za Daudi. Daudi alikuwa ni mtumishi wa Mungu kweli, na kwa sababu Agano la Kale halikuwa na sheria ya Agano Jipya, ilikuwa haijaboreshwa kama ya Agano Jipya, walikuwa wanaishi kwa rehema, Mungu anawaacha. Lakini katika Agano Jipya hawezi kukuacha. Walikuwa wanaachwa kwa sababu lile agano lilikuwa tofauti na Agano Jipya. Lakini hata hivyo, soma mwisho wao. Watu wanasoma mwanzo. Mtu anaiba, unasema mbona fulani aliiba, sawa, lakini matokeo yake yanakuaje? Mbona huzungumzi habari ya matokeo? Biblia Agano Jipya linasema mtumishi wa Mungu anayetaka kufanya kazi ya Mungu,
muhakikishe ana mke mmoja. Maana yake zaidi ya hapo hafai. Yesu katika mafundisho yake, kitabu cha Mathayo sura ya 19, Wafarisayo walimuuliza habari ya kutoa talaka na kuoa mke mwingine. Yesu alisemaje? Alisema, toka mwanzo sio hivyo, mumeruhusiwa na Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Aliona mnamsumbua akawaruhusu, lakini toka mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo ukisoma stori zote za Biblia, kama watu 1000 wana mke mmoja, hawasimuliwi wala hawazungumzwi, alafu watu 2 kati yao wameoa wake zaidi ya moja, ndio wanaosimuliwa, unafikiri hilo jambo lina uzuri? Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Mungu alipomuumba mwanadamu aliumba mke mmoja na mke mmoja, mwanaume mmoja na mke mmoja. Na alisema mke atamwacha babaye na mamaye, ataambatana mmewe, sio wataambatana, ataambatana. Tamaa ya mwili, ya dunia na uovu ndio ulioleta haya. Kwa sababu Mungu hakumpa mwanadamu awe na upendo wa kugawa. Mungu ndiye ana upendo wa kugawa hata kwa watu wote wa dunia. Anawapenda wote. Mwanadamu hawezi kuwa na upendo na wake 2 watatu augawe sawa kwa sawa. Hujapewa upendo wa kugawa. Wewe una upendo wa kumpa mtu mmoja. Kwa hiyo zaidi hapo umevunja yale makusudi ya Mungu. Hufai kuwa mtumishi, kwa sababu inasema anayetaka kutumika asiwe na mke. Kwa hiyo unajua kabisa ninapofanya hivi hata kuwa mtumishi wa Mungu nako sifai. Hata kama utaendelea kuishi utaonekana umebarikiwa. Kwa hiyo neno liko wazi, Biblia iko wazi sana. Maana ameuliza kivipi iwe dhambi? Ndugu huyu Yandolera tena ambaye ni Lucas ametoa swali lingine. Je, hukumu ya kiyama, watu kufufuka na kusimama hukumuni, itakuwepo? Kama itakuwepo ni lini? Kutakuwa na kiyama ya watu kufufuka, je kutakuwapo na hukumu ya kiyama, watu kufufuka na kusimama hukumuni? Hiyo itakuwepo? Na kama itakuwepo, itakuwepo lini? Alafu anauliza mbingu mpya na nchi mpya zitatokea lini? Sasa hebu nikujibu hivi. Hakuna hukumu nyingi, hakuna hukumu ya kiyama, hukumu ya mwisho, hukumu sijui gani. Watu wamefanya Biblia iwe ngumu kwa sababu ya kutokuelewa Mungu anasema nini, Biblia inasema nini. Wanakaririshwa neno moja. Ukigeuza lugha ya neno la pili, tayari maana zimegeuka, vimekuwa ni vitu viwili. Nikupe mfano, nikupe maandiko. Mafundisho haya yametokea wapi? Ya kugawa kwamba hukumu ya kiyama itakuwa peke yake ya kusimama mbele za Bwana, sijui hukumu nyingine itakuwaje. Hukumu ipo na ni moja tu, hakuna hukumu mbili. Hakuna hukumu ya kihama si ya nini na ya nini. Hukumu ni moja ya mwisho, iko moja, hakuna mbili, hakuna tatu. Lakini kuna watu wamefundisha makanisani hukumu nyingi, hii na hii na hii na hii, kama unavyoniuliza hapa, na hukumu ya kiyama itakuwepo. Unaposoma Warumi, nikupe sasa maandiko, kama una Biblia yako unaweza ukanifuatia. Kama ukisoma kitabu cha Warumi, nikupe sasa maandiko. Warumi sura ya 14. Warumi tusome Warumi 14. Mstari wa 10. Warumi 14 mstari wa 10 una maneno haya. Warumi 14 mstari wa 10 nasema, lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama
mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Unaona? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Sisi sote. Kiti cha hukumu cha Mungu. Ukisoma Korintho ya pili sura ya 5. Korintho ya pili sura ya 5 mstari wa 10 anasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Warumi ametumia neno kiti cha hukumu cha Mungu, wameihesabu hiyo ni hukumu ya aina moja. Korintho anasema kiti cha hukumu cha Kristo, nayo ni hukumu nyingine. Katika Ufunuo 20 mstari wa 11 anasema, 20:11 Ufunuo anasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Hukumu nyingine wanasema itahukumiwa kwenye kiti kikubwa cheupe. Hizo zinakuwa 3. Ukisoma Mathayo sura ya 25, ukisoma Mathayo sura ya 25 ule mstari wa 31 unasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Wanasema na hii nayo ni hukumu nyingine. Biblia inapoeleza hukumu imeeleza kwa lugha tofauti. Inazungumza habari ya mataifa kusimama mbele za Bwana, kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, kusimama mbele ya kiti kikubwa cheupe. Watu wamezigawa, hii itakuwa ni ya kiyama, hii itakuwa ni ya watakatifu, hii itakuwa ni ya mataifa. Eti mataifa kama vile Tanzania njoo hapa hukumiwe, njoo hapa Uganda, njoo Nigeria, njoo hapa Uingereza, nazo zitakuwa na hukumu yake. Wanagawa, wanaifanya Biblia iwe ya kitoto. Biblia inazungumza hukumu moja kwa lugha mbalimbali. Mungu hata gawa hukumu ile ya nyingine inaitwa ya kihama nyingine. Biblia inatuambia tutahukumiwa siku ya mwisho. Basi ni mwisho wa dunia. Ili nikwambie kwamba kuna hukumu moja tu. Nikupe maandiko mawili yanayoonyesha hukumu ni moja tu, wala sio mbili. Yesu anasema hivi katika Yohana 5. Yesu anasema katika Yohana 5, sikiliza, kwamba hukumu ni moja. Katika Yohana 5 mstari ule wa 29, 28 na 29. Msifadhaike, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake, watatoka, wale waliofanya mema ufufuo wa uzima. Wote waliofanya mema ni ufufuo wa uzima, ni moja tu. Na wale waliotenda mabaya ufufuo wa hukumu, ni ufufuo moja. Wengine huku, wengine huku. Basi Paulo naye anajaribu kututhibitishia jambo hilo. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 24, anasema mstari wa 15, 24:15, ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia, ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu. Sio ufufuo, ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia. Ufufuo tunafahamu Kiswahili, wingi na umoja. Hasemi kutakuwa na fufuo, fufuo ni wingi. Kutakuwa na ufufuo wa wenye haki na wasio haki. Ufufuo ni moja tu. Watu wanajaribu kugawa, wanaifanya Biblia iwe ngumu sana. Kwa hiyo nakwambia ndugu yangu,
kusema itakuwepo hukumu ya kiyama. Hakuna hukumu ya kiyama na nyingine. Hukumu ni moja ya wakati wa mwisho wa dunia, ambapo watu wote watafuka, wote watakwenda meza Mungu, na ufufuo ni huo mmoja. Hakuna ufufuo mwingine. Maana nikikwambia ipo na nyingine pia ipo na nyingine pia ipo, hakuna kitu kama hicho. Na unasema kama ipo ni lini? Ni mwisho wa dunia, Yesu atakapokuja. Ndivyo Biblia inatuonyesha. Na mbingu mpya zitatokea lini? Masomo haya nimefundisha huko nyuma sana tu. Tena nimerudia zaidi ya mara moja. Nilipokuwa nafundisha kitabu cha Ufunuo, nimefundisha kwa nguvu sana masomo haya ya mbingu mpya na nchi mpya. Tatizo liko hapa. Narudia tena. Watu maswali mengi yanayouchanganya ulimwengu ni yale yanayotokana na kitabu cha Ufunuo. Kwa sababu wamekosea. Kitabu cha Ufunuo wamekifanya ni unabii unaotabiri mambo yaliyo mbele. Kwa hiyo maswali mengi na uongo mwingi na kitabu cha Ufunuo kinafafanua mambo yaliyotabiriwa na manabii. Aliyetabiri habari za mbingu mpya na nchi mpya ni manabii. Ufunuo anaeleza, anafafanua kuhusu mambo yaliyotabiriwa na manabii. Hatabiri Ufunuo. Aliyetabiri ni Isaya. Alikuwa anatabiri mbingu mpya na nini? Mbingu mpya ni kipindi cha kanisa. Agano Jipya ndilo linalo Isaya lilihesabu ni mbingu mpya na nchi mpya. Hasa watu wanangoja mbingu mpya mbele. Haipo ndugu yangu, hakuna mbingu mpya. Ukitaka kusoma upate majibu, soma kwenye Ufunuo. Najua maswali yanatoka huku, rudi kule kuliko tabiriwa. Hata Petro alizungumza pia habari hii ya kutazamia mbingu mpya, lakini amenukuu wapi? Amenukuu kwa Isaya. Isaya alikuwa anatabiri mbingu mpya zinazokuja, tunazozitazamia. Agano la Kale lilikuwa linatazamia mbingu mpya. Sisi tuko kwenye Agano Jipya, hatutazamii. Sisi tumo ndani ya mbingu mpya. Hiyo ndio shida. Zilikuja lini? Sisi tuko ndani ya mbingu mpya na nchi mpya. Ndio unabii, kulingana na unabii. Ukitafuta maana kwenye Agano Jipya na kwenye Ufunuo hutapata. Utangoja mbingu mpya mbele na hutazikuta huko mbele. Mbingu mpya zitabiriwa na manabii. Walikuwa wanatabiri kuelezea habari za Agano Jipya. Nilieleza vizuri nilipofundisha kitabu cha Ufunuo chote, sura moja mpaka zote 22. Nilisema hata manabii walipewa lugha tofauti. Isaya anapoelezea habari ya Agano Jipya alitumia neno mbingu mpya na nchi mpya. Yeremia ndiye aliyetumia neno Agano Jipya. Alikuwa anazungumzia habari za Agano Jipya, yeye alitumia neno Agano Jipya. Ni Yeremia. Ezekieli yeye alitumia neno Edeni. Akielezea habari za Agano Jipya yeye alitumia neno Edeni. Tulisoma habari za Danieli. Yeye ndiye aliyeeleza habari ya majuma 70. Alikuwa anaelezea kwenye Agano Jipya. Kila nabii alipewa lugha yake ya kufafanua Agano Jipya. Kwa hiyo Ufunuo hautabiri. Ukifikiri unatabiri vitu hivi viko mbele, vitakuja lini? Vilishakuja. Kama vile wanafunzi walipomuuliza Yesu, hivi ufalme unaohubiri utakuja lini? Yesu alisema ufalme ulishakuja, uko ndani yenu. Kama huna basi umeshindwa kuelewa au umeshindwa kupokea. Maswali ya ndugu ya Ndolela yameendeleza. Swali lingine amesema tumefundishwa ufufuo utatokea mara 3. Yaani wakati wa kufufuka kwa Yesu ulikuwa ni ufufuo, wale watu miili iliyoinuka ulikuwa ni ufufuo, ndivyo tumefundishwa. Na wakati wa unyakuo pia kutatokea ufufuo, na wakati wa kiyama pia kutatokea ufufuo. Unaona? Eti kuna ufufuo wakati Yesu aitokea anapokufa, ile miili iliyoinuka niliyofundisha wiki iliyopita. Nilifundisha vya kutosha, siwezi kurudia. Mtu akiamini kwamba ni ufufuo aendelee kubaki hivyo kama ni ufufuo, lakini nimetoa maelezo ya kutosha.
Na wakati wa unyakuo kutakuwa na ufufuo, na wakati wa kiyama. Nilifundisha pia somo hili, nimefundisha kutokuwachanganya watu. Kiyama manake eti watu wamegawa, kuja kwa Yesu ndio kiyama, alafu unyakuo utatangulia. Nimeeleza kuja kwa Yesu na unyakuo ni kitu kimoja. Watu wanachanganya lugha. Sasa kama mtu bado anaamini kwamba kuna unyakuo peke yake, alafu kuna kiyama peke yake, atabaki na maelezo hayo, lakini hayakusapotiwi na Biblia. Ni chenga tu zilizo kuchezesha ndani ya Biblia, watu wameshindwa kuelewa. Yesu atakuja mara moja. Hakuna unyakuo peke yake, hakuna kiyama peke yake. Nimefundisha, nimekupa na maandiko, na nimeeleza maana ya unyakuo katika Biblia ni nini. Kama yale maandiko yote niliyokupa hayawezi kukufaa, sina maandiko mengine zaidi ya hayo. Lakini nakuhakikishia kuna ufufuo mmoja. Na nimesema wakati wa kuja kwa Yesu haukuwa ufufuo. Nimejibu maswali hata baada ya somo, yamekuja maswali. Na nikasema sasa nisijibu nisije nikajikosesha tena bure. Wewe mwenyewe toa majibu. Kama Yesu ndiye wa kwanza katika kufufuka, je, Biblia imesema uongo? Kwa hiyo tuseme Biblia imetudanganya inaposema Yesu alikuwa ni wa kwanza, ikiwa tutaendelea kusema na huu ulikuwa ni ufufuo? Kwa nini katika hawa watu Biblia haisemi kufufuka, inasema kuinuka? Kwa nini Yesu anakataa kufufuka kwa Lazaro, anasema hajafa? Kwa nini kwa wale wengine anasema hajafa, hawafa, hasemi fufuka na anasema inuka, njoo, inuka? Kwa nini? Kwa sababu unabii wa Ezekieli ulisema, alikuwa anatimiza unabii. Niliwaambia nikasema unaposoma tukio katika Agano Jipya tunaangalia hili ni unabii au sio unabii. Kama sio la unabii, unalitafsiri kwa kutumia kanuni zake tofauti. Na kama ukiona hili swala ni la unabii, unatafsiri kutokana na kanuni za kufasiri unabii. Ndio maana nilikuleta mimi nikasema hili ni unabii, tunatumia kanuni za kufasiri unabii. Nilikupeleka kwa Ezekieli na tukaona sio unabii. Ezekieli alipokuwa anatabiri, alikuwa tabiri ni unabii, haukuwa ni ufufuo. Ilikuwa ni kuleta wokovu, kuwatoa ulimwengu katika giza na katika dhambi, katika makaburi ya kiroho, wainuke. Na ishara ilitokea pale msalabani wakati Yesu anasema imekwisha. Yani amekamilisha kazi aliyokuja kuwatoa watu katika kifo cha kiroho, ulimwengu katika kifo. Na kifo hicho unabii ulisema atawatoa kwenye makaburi. Sasa kama hilo halikubaliki, itakuwa ndio basi. Lakini nakwambia hakuna fufuo tatu, ufufuo ni moja. Watu wanajaribu kugawa. Kuja kwa Yesu wanakugawa, hukumu wanazigawa, sijui nini kugawa, kila kitu wanajaribu kukigawa. Biblia inazungumza ufufuo wa kiroho ambao tuliuona katika Yohana 5:25. Anasema saa hiyo ipo sasa ambayo wafu walio katika watu wafu wanapoisikia sauti ya Mungu wanakuwa hai. Huo ni ufufuo wa kiroho. Ukiamini, ukimpokea Yesu, umepata ufufuo wa kiroho. Ufufuo mwingine unaotajwa ni wa miili iliyokufa. Lakini haya ya wakati wa msalaba, sijui unyakuo na kiyama, watu wanajaribu kufundisha, kuiweka Biblia iwe ngumu kiasi hicho. Lakini thibitisha kwa maandiko. Lakini hii inayokupa ndio ukweli. Nakupa ukweli. Kuna mtu ameuliza hivi, ndugu Tarimo, amesema tufafanulie Ufunuo 20:7. Ufunuo 20:7 mpaka 10. Tufafanulie tukio hili litakavyotokea au tayari limeshapita.
wakati nafundisha kitabu cha Ufunuo nilieleza sura ya 20 inagawanyika katika mafungu 4. Na yote niliyafafanua. Mstari wa kwanza mpaka wa 3 tuliona unabii. Tafsiri yake iko katika Isaya, unabii. Kwamba ni lini Yesu alifungwa. Yesu alimfunga shetani. Sura ya 4 mpaka ya 6 tuliona maandiko yanavyosema. Mstari wa 4 unasema kisha nikaona viti vya enzi. Wakaketi juu yake. Biblia unaona jinsi inavyosema. Anaposema nikaona viti vya enzi ana maana gani? Kwa msomaji yeyote wa Biblia anayejua kutumia kanuni, Biblia inaposema kisha nikaona viti vya enzi, hasemi viti vya enzi vinafanya nini. Anasema wakaketi juu yake. Hivyo viti vya enzi viko wapi? Wakaketi akina nani? Hasemi akina nani wanayoketi. Watu wanaiona Biblia ni ngumu. Viti vya enzi na wameketi. Akina nani walioketi? Kila katika Biblia toka Agano la Kale mpaka Agano Jipya, kila unapoona viti vya enzi katika wingi linamaanisha Wakristo. Wakristo ndio wameketi kwenye viti vya enzi. Viti vya enzi vina maana gani? Vina maana wanatawala pamoja na Yesu. Yesu yuko kwenye kiti cha enzi. Kiti cha enzi hakipo. Kiti cha enzi kinawakilisha utawala, umiliki wa Yesu Kristo. Viti vya enzi vinawakilisha utawala wa kanisa. Anaposema nikaona viti vya enzi na watu wameketi juu yake, maana yake ni kanisa. Linaeleza utawala wa kanisa. Hapa anaeleza utawala wa kanisa. Ukisoma wametawala, anasema na roho. Nikwambie tena mstari pale baada ya wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Aliziona roho zilizokufa katika Kristo. Zinafanya nini? Anasema nazo zinatawala. Zinatawala. Anasema wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Wale walioketi kwenye viti vya enzi ni kanisa. Wanatawala pamoja na Kristo. Na roho zilizokufa katika Kristo nazo zinatawala pamoja na Kristo. Kutawala maana yake nini? Kutawala, sisi kanisa tunatawala pamoja na Kristo kwa kazi tunazozifanya. Nilitoa mifano. Kukiwa na mtendaji kijijini anafanya kazi za serikali, anatawala pamoja na rais. Mkuu wa wilaya anafanya kazi, anatawala pamoja na rais. Mkuu wa mkoa anatawala pamoja na rais. Sijui nani huko anafanya kazi, anatawala pamoja na rais. Sisi tunapotenda kazi ya Mungu tunatawala pamoja na Yesu. Kila Mkristo yuko kwenye huduma ya kutumika ndani ya ufalme wa Mungu, anatawala. Kwa hiyo tunapohubiri Injili tunatawala. Tunapotangaza ufalme wake tunatawala. Kanisa linatawala, liko kwenye viti vya enzi. Tunaombea wagonjwa, tunakemea mapepo, tunatawala pamoja na Yesu. Ndio maana ya kutawala. Sasa anasema na roho zilizokufa katika Kristo nazo zinatawala. Zinatawalaje? Manake ziko hai, zikawa hai, zikatawala pamoja na Kristo. Roho zilizokufa ziko hai, zinatawala pamoja na Kristo. Sielewi zinatawalaje, hata mimi siwezi kujibu kwa hakika. Lakini huenda kwa kuwa ni roho zinazotawala, huenda ndio wengine wanatumika kama malaika. Sijui. Maana Biblia inasema malaika ni roho zinazotumika mbele za Bwana. Ni roho zinazotumika. Na hao waliokufa katika Kristo ni roho zinatawala pamoja na Kristo. Ukisoma mstari wa 5 anasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie miaka 1000, wakati wale walio katika viti vya enzi wanatawala pamoja na Kristo, na zile roho zilizokufa katika Kristo nazo zinatawala pamoja na Kristo. Hawa ambao hawakumjua Mungu, hawakumwamini Mungu, hawakuwa hai. Hawakuwa hai. Waliokufa bila Yesu, wamekufa bila Yesu, hawajawa hai mpaka miaka 1000, mpaka mwisho. Maana miaka 1000 mpaka mwisho wa dunia. Hawakuwa hai. Hawakuwa hai. Hawa wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie miaka 1000. Kwa nini? Mtu asiyemjua Mungu anakuwa
kwanza yupo duniani, Biblia inasema hayuko hai. Akifa anaendelea kutokuwa hai, anangoja ufufuo. Mtu wa Mungu aliyemjua Mungu yuko hai, maana amefuka. Hata akifa, Yesu alisema katika Yohana 11, hata akifa bado yuko hai. Mtu asiyemjua Mungu anabaki asiyemjua anakuwa ni mfu, hata akifa anabaki kuwa mfu, yuko kaburini bado ni mfu, anangoja ufufuo. Ndio maana ya waliosalia hawakuwa hai. Ile sehemu ya 7, baada ya miaka, anasema hiyo miaka 1000 itakapotimia. Nilieleza 1000 ilianza lini na inaisha lini. Kanisa lipo ndani ya miaka 1000. Miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa kwa muda mchache, kama tulivyosoma mstari wa 3. Akifunguliwa atafanya nini? Biblia inasema, siendi kusoma andiko yote maana nimeyasoma sana. Uwezo wake wote atamkabidhi mpinga Kristo ili afanye kwa niaba yake. Shetani akifunguliwa atapewa kibali cha kumkabidhi mamlaka yake mpinga Kristo ili acheze na kanisa, ili ahangaike kanisa, awahangaishe kanisa. Mpinga Kristo atakuwepo kwa ajili ya kanisa. Watu wanasema atakuja kwa ajili ya watu wasiomjua Mungu. Ni kinyume cha Biblia. Mpinga Kristo anakuja kupambana na Wakristo. Watu wengine mpaka leo wanahubiri injili, wanawatishia watu kwamba msipomwamini Yesu mtakutana na mpinga Kristo. Ni injili ya uongo. Mpinga Kristo atakuja kupambana na kanisa. Shetani akifunguliwa ataingia ndani ya mpinga Kristo ili apambane na Wakristo. Ndio maana ya kufunguliwa ule mstari wa 7. Ndipo ataleta vita na Wakristo, kuwakusanya mataifa ili wapigane. Sio kuwakusanya watakuwa mahali pamoja, wakusanye iwe jeshi mahali pamoja. Hapana, ataweka sheria ya ulimwengu wote kwa mataifa yote wawe kinyume na kanisa. Ndio maana katika maandiko mengine ndivyo tunavyosoma, hata kwa Danieli ndivyo tunavyosoma. Amri yake itaenea duniani pote kuwafanya mataifa yote wawe kinyume. Maana atakuwa na madaraka katika dunia ili kuwafanya wafalme wote wawe kinyume na kanisa. Na vita hii anaposema Gogu na Magogu, vitafanana, maana yake vitafanana na vita vilivyokuwa vya Gogu na Magogu. Katika Ezekieli 38 na 39 utasoma habari ya vita vya Gogu vilikuweje. Hivi vinafananishwa na vita vya Gogu na Magogu. Vita kati ya mataifa yote kwenda kinyume na kanisa, na kanisa likiwa limesimama na imani. Ndio maana ya maneno haya. Mstari wa 19, mstari wa 9 unasema, wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu. Kambi ya watakatifu ni kanisa. Watakatifu wote duniani wanaitwa kambi ya watakatifu. Kambi ya watakatifu ni kanisa la dunia yote, maana watakuwa katika hali moja. Kwa nini Biblia inasema dhiki kuu? Inaitwa dhiki kuu kwa sababu itaenea dunia nzima. Wengine wanasema itaitwa dhiki kuu kwa sababu itakuwa na mateso makubwa kupita kawaida. Hapana, inaitwa dhiki kuu kwa sababu itaenea dunia nzima. Ndio maana ya dhiki kuu. Na watakapoizingira ili waliangamize kanisa, waiangamize kanisa, watakapokuwa wamezingira na huo mji uliopendwa, yani inaitwa kambi ya watakatifu na mji uliopendwa, moto utashuka kutoka mbinguni utawala. Wakati wamejipanga ili waliangamize kanisa dunia, wameweka sheria za kulifutilia mbali kanisa duniani, moto utashuka na kuwala. Moto unaosema hapa ni Yesu Kristo atashuka. Na ndio kushuka kwa Yesu kulikomboa kanisa na kuangamiza wao. Katika maneno ya Yesu alisema hivi, Yesu alisema katika Mathayo, atazikatisha siku, atazifupisha. Wakati mpinga Kristo amepata nguvu za shetani ili kuliharibu kanisa, kabla hajaliharibu, Yesu alisema atazikatisha siku, atazifupisha. Kama Bwana asingezifupisha hizo siku, asingeokoka mtu hata mmoja, lakini atazikatisha kwa faida ya kanisa ili lisidhurike.
Ukisoma Danieli, haya yote yanatafsiriwa kutoka Danieli. Danieli anasema kabla mpinga Kristo hajafanya chochote atapatikana na ajali ya ghafla. Linganisha maandiko. Kwa hiyo kanisa hapa sura ya 7 mpaka ya 10 inazungumzia kanisa. Kuanzia 11 na kuendelea inazungumza hukumu. Amesema wafu waliosalia hawakuwa hai. Nimelijibu. Lina maana gani? Nimelijibu. Wafu waliosalia, nimelijibu hapa. Waliosalia ni watu ambao hawakuwa na Yesu Kristo. Anasema je, halina maana kwamba kuna ufufuo mbili? Hapana, halina maana ya ufufuo mbili. Deus Ganyoile anauliza mzao wa nyoka ni nini? Mzao wa nyoka. Kabla sijaenda kwenye mzao wa nyoka, niongeze kidogo hapa. Je, hii swali la mwisho la ndugu Tarimo anaposema halina maana kuwa kuna fufuo wa aina mbili kama alivyoeleza katika Paulo. Paulo anasingiziwa tu. Kuna neno moja nisome kidogo hapa katika Tesalonike kabla sijaenda kwenye swali lingine. Tesalonike ile ya kwanza mstari wa 13, hebu sikiliza. Anasema lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Mstari wa 14, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala. Waliolala maana yake nini? Maana yake waliokufa. Tunaamini kwamba waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kuwaleta pamoja naye ina maana gani? Maana yake kuja kwa Yesu ndio ufufuo. Ndio maana ya kuwaleta. Kuja kwa Yesu atawaleta. Je, watafufuka watakatifu peke yao na wenye dhambi watabaki ndani ya makaburi? Hapana. Maandiko mengi zaidi ya 3, 4, 5 yanasema ufufuo utakuwa ni mmoja. Watafufuka wote. Katika Ufunuo ile sura 20 niliachilia kipande kimoja. Mstari wa 6. Niliachilia kipande kimoja cha mstari wa 6. Kinasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Ni upi unaosemwa? Huo ndio ufufuo wa kwanza. Anazungumza baada ya kusema hao waliosalia hawakuwa hai mpaka miaka 1000. Ndipo anakuja huo ndio ufufuo wa kwanza. Maana yake nini? Kwa nini hawakuwa hai? Maana walipokuwa hai duniani hawakupata ufufuo wa kwanza. Hawakupata. Waliishi duniani bila kupata ufufuo wa kwanza, yani bila kuokoka, bila kumjua Mungu. Wakafa. Wakabaki na ufu wao, wakabaki na umauti wao mpaka miaka yote 1000. Hawakuwa hai tena. Kwa kuwa walikataa kupokea ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ni kuokoka. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Anasema heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Heri aliyepokea ufufuo wa kwanza. Maana kwake huyo hata mauti ya pili haina nguvu naye, haina nguvu juu yake. Yaani hukumu haimuhusu. Mauti ya pili haimuhusu. Mauti ya pili haina nguvu juu yake. Mauti ya pili unaweza kaisoma katika mstari wa 15. Katika mstari wa 14 sura hiyo 14 anasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili. Yaani hilo ziwa la moto. Hukumu ndio inayoitwa mauti ya pili. Watu waliopata ufufuo wa kwanza wawe hai, wawe wamekufa, mauti ya pili haiwahusu. Soma hata Warumi sura ya 8. Anasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo. Hakuna hukumu ya adhabu. Adhabu ni ziwa la moto. Adhabu ni hukumu, ni jehanamu. Hakuna, haiwahusu walio katika Kristo Yesu. Wawe wamekufa, wawe hai.
Tanisamehe najaribu nagundua hapa kuna mtu aliyeuliza swali, ni nani, kama ni Andolela au ni nani, na nimeliacha karatasi. Nimeacha karatasi, sinalo hapa ninapojibu maswali. Siwezi kwenda kulitafuta, nimelisahau mahali, lakini ataelewa aliyeniuliza. Alisema hivi, nasahau kukumbuka kwa haraka. Amesema hivi, kwa nini ndugu anakubaliana kwamba mimi ninafundisha mambo tofauti na wahubiri wengine. Kuna wahubiri Marekani, Uingereza, kimataifa, Tanzania na mahali pengine. Amemkubali na mhubiri mmoja kutoka Nigeria, anasema ndiye tunayefanana kuhubiri mambo haya, tofauti na wengine wote wanavyohubiri. Kwa nini imekuwa hivi? Utaelewa wewe ndugu aliyeniuliza. Ninalo jina lako, lakini bahati mbaya swali lako lilikuwa nimelitenga, sikuliunganisha, sijatembea nalo, sinalo hapa. Kwa hiyo sitataja jina lako kwa uhakika kwamba ni nani ameuliza maswali haya, ukataka kujua kwa nini mimi nafundisha vitu hivi tofauti. Nitoe ushuhuda mfupi sana. Watu wengine nimepata majina mengi. Wengine wanasema ni mwalimu wa uongo, wengine hivi, wengine sijui anafanya nini. Huduma hii ninakuhakikishia ndugu yangu, huduma hii ni ya Mungu. Alafu huduma hii imenipa gharama kubwa. Kufundisha, Bwana alinipa huduma hii kwa ajili ya kusahihisha makosa ndani ya kanisa. Na sio leo. Wale wasionijua, mimi nilikuwa mtumishi mzuri tu. Nilikwenda chuo cha Biblia. Nimekaa miaka 3 chuo cha Biblia, nimesoma. Nikapata advanced diploma yangu nzuri sana. Nimeanza utumishi. Nimefundisha makanisani. Lakini Bwana kwa neema yake, sielewi alikuwa na kusudi lake tofauti na mimi. Siku moja baada ya kufanya huduma kubwa, niliporudi nyumbani, sauti ilinitokea ya wazi wazi kwamba kwa nini unawadanganya watu. Sauti hii ilinitesa sana. Nilihangaika kutafuta wapi nimekosea, wapi nimedanganya. Nilirudi katika notes zangu, nilirudi katika kusoma wapi sikuona, wapi nimekosea. Ikanijaza hofu ndani ya moyo wangu kusikia sauti ya wazi, unawadanganya watu. Na mimi nimehitimu chuo. Yale mengi mnayouliza mnafikiri siyajui. Nimesoma miaka 3. Na zaidi nitakupa na nyongeza zaidi ya hapo miaka 3 pia. Nimeendelea kwa kujikaza, ile sauti haikufutika haraka ndani ya moyo wangu. Kabla ya mwaka mmoja ilinitokea tena. Nimefundisha, nimehudumu vizuri, watu wamebarikiwa, sauti imenijia, kwa nini unawadanganya watu? Sauti hiyo nimepata zaidi ya mara 2, mara 3. Nilikuwa nasimama madhabahuni natetemeka, naogopa itanitokea tena. Nilifanya kazi katika mazingira magumu mno. Amani ya kutumika iliisha. Hofu ilinijaa. Ninapoalikwa kuhubiri nilikuwa naogopa nini kitatokea. Sauti inaniambia unadanganya, lakini sipaoni ninapodanganya. Sioni. Ninatumia notes zangu na ufahamu wangu na elimu yangu niliyosomea chuoni. Baada ya kuchoka, nilifanya maamuzi. Nikasema, Mungu, sielewi unakusudi gani na mimi. Sauti hii sasa imenichosha. Naacha kufundisha. Naanza kusoma upya Biblia. Naanza kutafiti upya. Niliacha kufundisha, nikawa nahubiri mambo mepesi ya kawaida kama ya wengine, lakini mambo magumu na maswali sijibu. Nimeanza utafiti upya. Kusoma hatua upya. Kazi hii imenichukua miaka 10. Miaka 10. Sifundishi, sikubali mialiko. Nimesoma kwa miaka 10 Biblia hii, sijui kama itatokea. Kama yuko mwingine aliyesoma Biblia hii kama nilivyosoma mimi kwa kipindi cha miaka 10, basi Mungu ambariki.
Nimesoma miaka 10 nikiweka noti zangu pembeni. Ninapohitimisha somo na kwenda kulinganisha na yale niliyosoma chuoni, nakuta tofauti. Ndipo nilipoanza kugundua uongo ulivyo mwingi. Napata somo lingine na litafiti somo lingine mwezi mzima na hangaika nalo. Nyingine sura moja nyingine katika Biblia zikoza nichukua mwezi mzima kupata maana. Nalinganisha na noti zangu nakuta vinakataa viendani. Mpaka moyo ukubali kwamba hapa nimepata maana sahihi, na moyo unatulia. Vitabu hivi vya kama Ufunuo siwezi kusoma, kujua sijui nilisoma mara ngapi, kama mara 50 sijui. Unarudia sura nyingine, unarudia unasoma, unashindwa kupata maana, unaiacha, unakwenda kukaa, unarudia tena. Nimesoma na kufanya utafiti nikiandika notes kwa miaka 10. Ndipo nilipogundua uongo mwingi sana. Baada ya miaka 10 nilimshukuru Mungu, nikasema Mungu, sasa ninaweza kufundisha. Ndipo niliinuka kuanza kufundisha. Lakini katika huduma hii ya kufundisha, kusahihisha makosa sio huduma ndogo. Hupati mialiko, hupati watu wa kusapoti. Wengine wanakusapoti kwa asili, lakini hawezi kukusapoti hadharani kwa sababu anaogopa watamkemea. Unapofanya semina watu wanapita kando. Semina zangu nyingi zimekuwa zikipata washirika kuliko watumishi. Watumishi wanaoingia kwa asili. Hakuna naye kukosoa, wanajaribu kukosoa, wanakosa pointi za kukosoa. Kwa sababu vitu hivi ni mimi, Mungu hakunifunulia kwamba fanya hapa ni hivi, hapa ni hivi. Hapana, aliniambia tu unadanganya. Swala la kutafiti hakuniongoza, nilianza mwenyewe. Sio kwamba aliniambia kwamba hapa ufundishaje hivi, hapa hapana, haikuwa hivyo. Niliambia tu wewe unadanganya. Baada ya hapo sijaishia tu hapo. Wengine wanafikiri sijui, wengine wanafikiri wananiambia, wanatuma mawazao, wanasema mwalimu wewe rudi chuoni kasome chuo wewe. Najua ukusoma chuo, nenda kasome. Nimesoma. Na sio tu chuo changu cha miaka 3, nimekwenda kozi fupi. Nimekwenda South Africa. Nimekaa kule South Africa, nilifundishwa na walimu 10. Katika walimu 10 alitokea mwalimu mmoja katika kile chuo ambaye hakueleweka na chuo kizima. Nilimuelewa peke yangu, maana alichokuwa anafundisha, alichokuwa na ufunuo nacho, ndicho na mimi nimefunuliwa. Nikamshukuru Mungu kwamba nimekwenda South Africa, nimekutana mwalimu ambaye tumepewa maono ya aina moja. Nikamshukuru Mungu sana. Nilimuelewa vizuri na alinibariki. Lakini wanafunzi wengine walishindwa kumuelewa. Hata walishangaa kwamba mimi nimemuelewa. Nimekwenda kozi fupi Amerika, Tulsa, Oklahoma, USA. Nimefundishwa na walimu 8. Walimu 8 katika kile chuo. Alikuwepo mmoja wa walimu waliokuja kufundisha, alikuwepo anaitwa nani wa Nigeria, Odeyepo nadhani, Odeyepo. Alikuwa miongoni mwa walimu 8. Katika walimu 8, mwalimu mmoja tu alifundisha. Darasa zima lilishinda kumuelewa. Nilimuelewa peke yangu. Maono yake na ya kwangu tulikubaliana kwamba kanisa linahitaji masahihisho. Uongo umezidi, kanisa linaenda kwa mapokeo. Mafundisho yaliyomo katika vyuo haya sio ufunuo. Walikuwa wanakaa majopo ya kukubaliana. Tufundisheje juu ya somo hili? Hivi. Mwingine anasema hapana, tusifundishe hivi. Hivi ni hivi. Hapana, tunakubaliana. Lazima tuwe pamoja. Wanajadiliana ndio wanaweka msimamo ili vyuo vyote viwe na mlengo mmoja. Ukitokea wewe ambaye hujakubaliana, huruhusi, unaondolewa. Watu wametengwa katika majopo ya kuandaa mitaala ya chuo kwa sababu wengi wamegoma kwamba huu mtaala sio kweli. Mafundisho hayo sio kweli. Wote waliokataa kukubaliana wametengwa. Kwa hiyo mafundisho yanaenea kwenye vyuo kwa sababu wamekubaliana. Ukianza kufundisha kwenye mtaala, uwe umekubali au hujakubali, lazima ufundishe kama ilivyopitishwa.
Kanisa linakwenda kwa mapokeo, haliendi kwa Biblia, haliendi kwa kanuni. Watu wanadanganywa. Kwa hiyo ndugu yangu aliyesema kwa nini wafundisha tofauti, nimeona nisikujibu, nikupe tu ushuhuda huu kama utanisikia. Huu ndio ushuhuda wangu. Huyo mtu wa Nigeria nimemsikiliza kidogo. Sijamsikiliza mimi mwenyewe, lakini kuna mtu alinitumia clip kwamba wewe unafundisha kama huyu mtu wa Nigeria. Nilitumia clip, nikaona ni kweli, lakini mimi mwenyewe sijapata nafasi ya kumfuatilia kwa sababu nimekuwa na kazi kubwa. Bwana alinipa huduma hii ya kurekebisha. Mimi watu wakubali wasikubali, lakini najaribu kutangaza, kurekebisha kwamba hapa tunakosea, hapa tunakosea, hapa tunakosea. Watu wanajaribu kugawagawa vitu, kugawagawa lugha tu ikibadilika, watu wanageuza. Ukitumia tu lugha hii na hii, watu wamebadilisha. Kwamba hiki ni kitu tofauti, hiki ni... Biblia inatumia lugha nyingi kwa kuelezea jambo moja. Haya viti tu, kiti cha Kristo, kiti cha hukumu, kiti kikubwa, vimegawa tayari, hukumu ziko 3. Kuja kwa Yesu na unyakuo tayari wamegawa, kuna kuja kwa Yesu mara 2. Nashangaa. Nimewaambia wiki iliyopita kwamba kwa sababu ya mafundisho yaliyokubaliwa na katika majopo, katika makongamano ya watu na vyuo na nini, na yameonekana sasa hata Biblia ni kama ina makosa. Yameingizwa kwa wachapaji wa Biblia wanaofasiri Biblia kuchapa kwa lugha. Zimeanza kuja lugha tofauti, matoleo tofauti ya Biblia. Ukisoma matoleo ya Biblia sasa hivi, maneno mengi yanaondolewa kwenye Biblia za kwanza, yanaingizwa maelezo mapya. Kwa mfano Biblia zote za nyuma hazisemi Bwana ameenda kuandaa makao, zilisema Bwana ameenda kuandaa mahali. Za siku hizi zinazokuja zinasema ameenda kuandaa makao. Wamebadilisha. Biblia zote zisema Yesu amesema nikiwaandalia nitawakaribisha. Za siku hizi zinasema nitawachukua. Wanabadilisha, wanaona kama Biblia za nyuma zilikosea. Unaona? Kuna vitu vingi vimebadilishwa. Katika Zaburi nimeona kama unataka kuamini. Ukienda kwa mfano sura 127 ya Zaburi, mstari ule wa kwanza umebadilishwa. Biblia inasema Bwana asipojenga nyumba, wajengao wamefanya kazi bure. Ile mstari wameitoa. Wameanzia chini. Bwana asipolinda mji. Iko mifano mingi. Katika Danieli, unabii wa Danieli wameng'oa vitu. Biblia inapozungumza habari ya pembe 10, wamebadilisha. Biblia za sasa hazisemi pembe 10, zinasema pembe 4. Hata Biblia yako iangalie mstari wa 7 Danieli. Wametoa ile kuondoa pembe 10, zimeondoa maana kubwa ya unabii. Wametoa 10, wameweka 4. Vitu vingi. Sasa tusipoangalia, kanisa litakutwa katika hali mbaya. Katika hali mbaya. Ndio maana ya huduma hii. Wakati sishangai watu wanapinga, lakini najaribu kukupa kutokana na kanuni za kibiblia. Sio nje ya Biblia. Mungu akubariki. Nimetumia muda mrefu sana kutoa maelezo yangu, lakini tutaendelea na mambo mengine yajayo. Mungu akubariki. Kama sikujibu swali lako, labda mengine yamenipita, tutakutana tena katika vipindi vingine. Kwa jina langu naitwa Dr. Zephania Mwalusambo. Namba ya simu 0754 04 1599. Namba ya ofisi 0769 00 7328. Mungu akubariki.